akitueleza namna akina mama unavyowabariki na wanabarikiwa. Tumeona spika wetu wa kwanza Anna Makinda alivyolichangamsha bunge, na bunge lilikuwa zuri sana, na tuliona baraka kutokana na uongozi wa Anna Makinda ambaye ni mama akiwa spika katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na leo tunamuona Dr. Ackson anavyofanya kazi, mtumishi wako Tulia. Lakini zaidi umempa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kuliongoza taifa letu, na tunaona baraka katika taifa letu kupitia yeye akiwa mama. Mungu ndiye mtakatifu. Hawa akina mama wamesimama hapa, wanatamani kuwa viongozi katika siasa kupitia vyama wanavyovitaka, katika nafasi ya ubunge, katika nafasi ya udiwani, watakaojaliwa hata katika nafasi ya urais kupitia chama chochote. Mungu ninawainua na kuwaleta katika madhabahu yako. Ninaomba madhabahu yako iwapokee kile ambacho wamenuia katika maisha yao, ipate baraka kutoka kwako. Watamani kupata nafasi wanayoitamani kutoka kwako, sio kutoka kwa wanadamu. Wewe Yesu Kristo uwapiganie, waongoze. Waanze kwa unyonge, lakini wakamalize kwa ushujaa. Asante Mungu kwa sababu upo tayari kusikia sala na maombi yetu. Hawa wakina mama na wasimamisha katika madhabahu yako. Usiwaache. Roho wako Mtakatifu awaongoze, awape hekima, awape akili watakapochukua fomu. Mungu, hizo fomu ziwe zimebarikiwa na wewe. Wakaanze pamoja na wewe na wakamalize pamoja na wewe. Na wewe umesema mkiniita nami nitawaitikia. Tena nitawaonyesha mambo makubwa na magumu msiyoyajua ninyi. Asante Mungu. Tunakuita sasa kwa ajili ya kina mama hawa na wengine ambao wataanza kufikiria sasa kuingia katika kukutumikia kupitia siasa. Ninawabariki kwa jina lako Yesu Kristo na kwa damu yako takatifu. Amen. Asante Baba. Sikuingilii tena, endelea Baba.